Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa New Agape TV. Karibu sana katika kipindi chetu cha leo. Kipindi kizuri, kipindi ambacho tutaenda kujifunza neno la Mungu, na leo tutaenda kujifunza njia rahisi ambazo zitatusaidia kufunua Biblia katika Agano Jipya. Unapokuwa kanisani, mchungaji anapofundisha, unapokuwa nyumbani, unapojisikia kusoma Biblia, unapokuwa kazini, unapokuwa mahali popote. Hii njia ni rahisi sana. Itakusaidia kufunua Biblia yako katika Agano Jipya. Na ni njia ambayo haina ugumu wote. Ni njia ambayo itakupa urahisi kujua kwamba kitabu hiki kikitoka hiki kinafuata kitabu hiki na kitabu hiki kinapatikana mahali gani. Fuatana na mimi mwanzo hadi mwisho. Uko na mimi Esther Musa. Agano Jipya limegawanyika katika mgawanyiko wa aina 5, na Agano Jipya lina vitabu 27, lakini hivyo vitabu vina migawanyiko ya aina 5. Nitakwambia mgawanyiko wa kwanza hadi wa 5. Mgawanyiko wa kwanza katika Agano Jipya tuna vitabu vya Injili, na vitabu vya Injili viko 4 ambavyo ni Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Hivi ni vitabu ambavyo vinazungumzia kwa habari ya Injili ya Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa duniani, namna gani alifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, namna gani alitenda miujiza, namna gani aliponya watu, namna gani aliwasaidia watu wenye shida na aina mbalimbali. Kwa hiyo ukisoma vitabu hivi 4 utajua kwa undani zaidi Yesu ambavyo alihubiri Injili, kwa undani zaidi Yesu ambavyo alifanya kazi ya Mungu, alifanya matendo ya miujiza, aliponya watu, alisaidia watu wenye aina mbalimbali bila ubaguzi wa aina yoyote. Lakini aina ya pili tuna kitabu cha historia, na katika Agano Jipya kitabu cha historia ni kimoja ambacho ni Matendo ya Mitume. Kwa nini Matendo ya Mitume? Hiki ni kitabu kiujumla kinazungumzia historia ya kanisa, lakini ni kitabu ambacho kimebeba matendo mbalimbali ya mitume wa Yesu, kwa mfano wakina Yohana, wakina Petro, wakina Paulo, lakini pia kimebeba matendo au kazi mbalimbali ambazo watumishi wa Mungu walizifanya. Zipo ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Watumishi wa Mungu ambao walifanya kazi ya Mungu, watumishi wa Mungu ambao walipiga Injili, watumishi wa Mungu ambao walihubiri Injili kwa nguvu zote. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume utapata historia za watumishi wa Mungu hao, mitume hao ambao walifanya kazi ya Mungu kwa nguvu zao zote, na lengo lao kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Kundi la tatu ni nyaraka za Paulo. Ninapozungumzia nyaraka, ni barua ambazo mtumishi wa Mungu Paulo aliandika kwa ajili ya makanisa. Kwa hiyo hizi nyaraka zipo 13. Ni nyaraka ambazo Paulo aliandika ni namna gani makanisa yanatakiwa kuenenda, ni namna gani makanisa yanatakiwa kuishi kama vile Yesu anataka. Aliandika kuna maonyo mle, kuna namna ya kuenenda kama kanisa, namna ya kuenenda kama vile Mungu anataka. Aliandika vitu vingi sana katika hizo nyaraka. Lakini nyaraka hizo ni Warumi, Wakorintho wa kwanza na wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza na wa pili, Timotheo wa kwanza na wa pili, Tito, Filemoni. Hizi nyaraka ndizo mtumishi wa Mungu Paulo aliziandika kwa ajili ya kusaidia ni namna gani watu wanatakiwa kuenenda katika mapenzi ya Mungu, ni namna gani watu wanapaswa kujenga ufalme wa Mungu kwa kufuata matakwa ya Mungu, kwa kufuata kile Mungu anakizungumza, na kwa kufuata kile Mungu anakitaka katika mwenendo wao katika Ukristo, katika kanisa. Ni nyaraka ambazo mtumishi wa Mungu Paulo aliziandika kwa ajili ya kanisa. Lakini kundi letu la 4 tutaenda kujifunza kwa habari ya nyaraka za wengine. Nje na nyaraka za mtumishi wa Mungu Paulo, kuna watu wengine pia waliandika nyaraka zao. Lakini watu hao, nyaraka hizo ni waraka kwa Waebrania, waraka kwa Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza, wa pili, wa tatu na Yuda. Kwa hiyo hawa watu waliandika hizi nyaraka. Ni watu ambao wameandika ni namna gani walimtumikia Mungu katika nyaraka zao, ni namna gani walienenda kama vile Mungu anataka, ni namna gani waliishi kufuata mapenzi ya Mungu, ni namna gani waliishi kwa kumsikiliza Mungu. Lakini kitabu chetu cha mwisho kabisa au mfumo wetu huu mgawanyiko wetu wa 5 ni kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo kinazungumzia kwa habari ya ufunuo wa mtumishi wa Mungu Yohana. Alipata ufunuo gani? Mungu walimkamata mtumishi wa Mungu Yohana wakamtupa katika kisiwa cha Patmo. Ndipo Mungu alipozungumza naye kwa habari ya hichi kitabu cha Ufunuo, akamwambia kwa habari ya ujio wa Yesu, mambo ambayo yatatokea siku za mwisho. Siku za mwisho itakuwaje? Kanisa litakuwa liwaje? Watu wa Mungu nitakuwa wajiandaaje? Ndio
mambo haya yote yanapatikana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ni ufunuo ambao alipata huyu mtumishi wa Mungu Yohana akiwa ametupwa katika kisiwa cha Patmo kwa mateso makali kwa ajili ya kumtetea Yesu. Hivyo ndugu yangu, usiache kulike na kushare katika mitandao yote ya kijamii ili uwe wa kwanza kupata zaidi na zaidi mafundisho ya neno la Mungu, na uendelee kujifunza zaidi maneno ya Mungu, mafundisho na chochote ambacho tutakuwa tumekiandaa katika media yetu, wewe uwe wa kwanza. Na mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza. Njia hizi zitakusaidia wewe kufunua Biblia katika Agano la Kale kwa urahisi na bila kubabaika, ukiwa mahali popote pale. Mungu akubariki sana. Bye bye. Tukutane katika kipindi kinachofuata. Asante sana mtazamaji wangu.